Naam, vipo vipindi vingi sana vya michezo lakini Sport Kick ni moja. Uhali gani? Mambo vipi mdau wa Mgongo TV? Karibu ndani ya Sport Kick. Kipindi mahususi cha michezo ambacho kinamulika kila kona kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo. Ninayekualika kwa moyo mkunjufu kabisa. Naitwa Charles Fabi na hakikisha na kujuza kwa undani kuhusiana na masuala mazima ya kabumbu ama ya soka ama ya michezo. Na hii leo tujikite kuzitazama mechi kubwa mbili ambazo wikendi hii tunaenda kuzishuhudia. Mechi moja hapo ni pamoja na mchezo wa kesho siku ya Jumamosi, FAR Rabat wakiwa nyumbani dhidi ya Young Africans pale FAR Rabat nchini Morocco, mchezo ambao unavuta hisia za watu wengi sana na pengine ni ukawa ni mchezo wa maamuzi kwa Yanga kufika hatua inayofuata ama kusalia hapo hapo ama kubakia kwenye nafasi hiyo hiyo ambayo kwa sasa ni ya tatu kwa mujibu wa msimamo ambao ulitolewa na CAF. Lakini moja kwa moja tutazame mchezo huu kwa namna fulani hivi ama kwa jicho fulani. Vitu vya kuzingatia mno ni vipi Young Africans wanatakiwa kuvifanya, lakini sio hivyo tu. Moja kwa moja tujikite pia kuangalia kwenye upande wa madhaifu, uimara wa timu zote hizi mbili. Nikianza na wenyeji FAR Rabat kuelekea mchezo huu. FAR Rabat kwanza kilichowafanya wafike nafasi ya pili ama wapande hadi nafasi ya pili, licha kwamba ya kufanana na point ama alama na Yanga, kigezo ambacho kimetumika mojawapo ni pamoja na magoli ya kufunga na kufungwa. Katika michezo ambao wamecheza FAR Rabat, ukijaribu kuangalia wameruhusu pekee magoli mawili kufungwa. Kama unakumbuka vizuri, wameruhusu magoli mawili pekee FAR Rabat kuruhusu nyavu zao zitikiswe. Imekuwa tofauti kidogo na Yanga ambayo katika mchezo wake wa kwanza kama ambavyo nakumbuka, Yanga walipata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya hao FAR Rabat. Lakini mechi ya pili wakiwa ugenini, mechi ya tatu wanaruhusu bao mbele ya National Al Ahly magoli 2-0, na mechi ya 4 wameruhusu pia goli pale Zanzibar. Maana yake Young Africans wameruhusu magoli 3, FAR Rabat wameruhusu magoli 2. Lakini kwenye uimara wa sehemu ya ushambulizi, katika msimu uliopita ukijaribu kuangalia wachezaji hatari katika kikosi cha FAR Rabat wapo wengi, lakini miongoni mwao ni pamoja na Red Slim, japo hajawa na msimu mzuri sana uliopita, lakini kwa sasa ameonekana kuwa kama haasisti basi anaweza kawa sababu ya kusababisha ama kuhusika kwenye goli ambalo FAR Rabat wanapata. FAR Rabat hawana takwimu kubwa sana katika michuano hii, hasa kwenye hii hatua ya makundi kwa sasa, lakini si kigezo cha wao kutokupata matokeo tena wakiwa nyumbani. Ukijaribu kumwangalia Yusuf Al-Fadhil, lakini Mohamed Rabi ni miongoni mwa wachezaji ambao Yanga kesho wanatakiwa kuwachunga sana, kuhakikisha kwamba hawaruhusu kufungwa kirahisi, kutokana na kwamba uimara wao, mbinu zao, lakini kwa namna ambavyo pia wanaenda kutazama mchezo huu, ni moja mchezo ambao tahadhari ni kubwa. Ndio maana ukijaribu kuwafuatilia Yanga wameenda na jopo la staff nzima, kila kitu ambacho walitakiwa kwenda nacho wameenda nacho kuhakikisha mchezo huu anaenda kufanya vizuri. Lakini upande mwingine ambao umekuwa ukifanya vizuri sana, ukijaribu kulitazama goli la FAR Rabat la mchezo uliopita dhidi ya JS Kabylie, namna ambavyo mpira ulitengenezwa hadi kupatikana kwa goli namba 3 ambaye jina maarufu pale wanamuita Marcel ana vilasta fulani hivi, dread fulani hivi, namna ambavyo alifanya kupanda, namna alipandisha mashambulizi na akapiga cross, ikawa rahisi kwa mshambuliaji kuweza kumalizia nafasi hiyo, na hizo anazifanya mara kwa mara pale ambapo anaonekana kwamba eneo la ulinzi linakuwa sivyo. Lakini kuelekea mchezo huu, vitu vya kuzingatia kwa upande wa Yanga, takwimu ni nzuri kwa upande wa Yanga, hasa kwenye msimu uliopita kwenye ligi yao, tofauti na klabu bingwa barani Afrika. Kwenye ligi yao tulimuona mchezaji bora ama mfungaji bora kwenye kikosi chao, Clement Mzize, ambaye wameenda naye, licha ya kwamba ni asilimia ndogo sana kucheza asilimia zote. Anaweza kapewa dakika 5-4 na mwalimu kwa ajili ya kuendelea kulikava taratibu mwili wake, wasimpe tough game kutoa maamuzi kama ambavyo mechi ya kesho itakuwa. Lakini ukijaribu kuangalia, Mzize alikuwa na magoli 14, Pacome alifuata pale kwenye ufungaji bora kwenye kikosi hicho, lakini haiwahukumu moja kwa moja kwamba ama Yanga haiwafanyi moja kwa moja waamini kwamba tuna Mzize, tuna Pacome tutapata matokeo ugenini. Cha kuzingatia sana pale ambapo nafasi inapatikana ni vema kuitumia. Lakini udhaifu mkubwa ambao kwa sasa Young Africans wamekuwa kiupitia ni pamoja na kutokutumia mipira iliyokufa, dead balls. Hasa ukijaribu kufuatilia takwimu hapa vizuri, ni mara chache sana Yanga kuwaona wanafunga kwa mipira ya free kick. Toka alipoondoka Stefan Aziz Ki, imekuwa ni adhimu mno kuona Yanga anafunga kwa free kick. Tofauti na hivyo hasa zile direct free kick. Achana na ile labda goalkeeper ameenda kusave
ameupunch, labda akakutana na mchezaji akamalizia kama ambavyo ilifanya katika mchezo wa Mashujaa dhidi ya Yanga, ama Yanga dhidi ya Mashujaa pale KMC Complex. Free kick ya Alan Okello tuliona Depo akimalizia kama second ball. Lakini ukweli ni kwamba ukijaribu kufuatilia, Yanga ina madhaifu mengi. Moja wapo ni ya madhaifu hayo katika mipira hii ya kufa, katika kufunga wao, lakini nao pia katika eneo la kuzuia. Asili ama moja ya vitu ambavyo mataifa ya kaskazini nature yao nyingi wanatumia sana hivyo, kwa sababu ni wazuri sana kwenye vimo, ama wazuri sana kwenye urefu. Swala ambalo ukijaribu kuangalia walinzi wa Yanga, mrefu ambaye kwa sasa anatumiwa sana mwenye kimo cha juu ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Lakini kwa Dickson Job, ama mwalimu akisema anze na Yao Kwas ama anze na Isla Patrick Mwenda kwenye eneo la namba 2 ama beki wa kulia, bado kesi itakuwa pale pale, hasa kwenye eneo la umaliziaji, kama wao watanufaika na mipira ya kona ama ya free kick. Kwa ni jambo la kuwachunga sana Farabat. Kama Yanga wataruhusu ile mipira ya kufa iwafate sana, ni rahisi sana kufungwa, kwa sababu namna ya uchezaji ambao huko kaskazini mwa Afrika wana nature hiyo, ni wazuri kwa sababu ya vimo ambavyo wako navyo. Kwa approach ambayo mwalimu Pedro anatakiwa kuingia nayo, binafsi mwalimu Pedro ambacho naweza nikazungumza approach yake ambayo anatakiwa kuingia nayo, sitamani sana ingie kama ambavyo aliingia mbele ya National Ahli kwenye mchezo wa away. Mchezo ambao ulionekana kwamba alikuwa na mabeki watano, alianza na mabeki watano. Alikuwa na Isla Patrick Mwenda, alikuwa na Boka, alikuwa vile vile na Ibra Baka, alikuwa na mabeki watano. Ukijaribu kuangalia mabeki watano, maana yake wewe mbinu yako ni kwenda kulinda. Sifa ya kulinda maana yake unatakiwa uwe imara mwanzo mwisho. Lakini madhaifu ya kulinda ni unamruhusu mpinzani ya kushambulia mara kwa mara, na mwisho wa siku, kwa sababu umeweka mabeki watano, itakuwa ni rahisi wao kufanya makosa, tofauti na mabeki watatu ambao unaweza ukafanya watatu ukawa na nafasi kwamba hapa lazima nihakikishe nasimama, nasogea mwenzangu hayupo. Lakini mabeki watano inakuwa rahisi zaidi kujichanganya, wakiamini kwamba labda kwenye nafasi ambayo Baka anakuepo atakuja kuiclear labda job, lakini muda huo Mwamnyeto labda hawazi hicho, inakuwa ni rahisi zaidi kufungwa. Kwa approach ama hadi sasa hivi game ni 50-50. Farabat wana 50% ya kufunga ama ya kushinda mchezo wa kesho, lakini Yanga wana 50% ya kushinda mchezo wa kesho. Lakini faida ya Yanga walionayo, kwanza, moja ni uzoefu wa wachezaji walionao, lakini cha pili, wanacheza bila mashabiki Farabat katika mchezo wao wa kesho. Kwa ni advantage ambayo Yanga wanaweza kaitumia. Pengine tutashuhudia mchezo mtamu sana kwa ufundi wa makocha timu zote mbili na wachezaji baadhi ambao wana ufundi mwingi ndani ya uwanja. Lakini dakika 90 pale Farabat zitatuambia, je, ni Yanga au ni AC Farabat ya pale Morocco. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube channel yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.